Watu wengi wana hofu ya kushindwa inawapelekea wasifanye chochote kwenye maisha yao. Je, nikishindwa watanionaje? Je, nikifeli itakuwaje? Haya yote unayoongea, nikishindwa itakuwaje, nikifeli itakuwaje, nikishindwa itakuwaje, everything ni hofu ulionayo juu ya kushindwa. Lakini kitu ambacho hujui ni kwamba hivi unajua ukishindwa mara moja, wewe unakuwa na advantage mara 100 ya mtu ambaye hajaanza. Kwa mfano, kuna machaguo mawili mbele yako ambayo njia ya kwanza inaenda kushoto, njia pili inaenda kulia. Ili kufika kwenye huo mji, inakubidi uchague kati ya njia moja kati ya hizo ambapo ndo utafika. Ukitoka hapo ukapita njia ya kushoto ambayo sio sahihi, na kukiwa hamna mtu wa kuuliza hapo katikati, kwa sababu inabidi ufanye maamuzi. Ukifika mbele ukaona ufiki, ukakutana na watu mji mwingine ambao ukawauliza, wakwambia pana, you have to take the right way, sio left way. Ukirudi ukapita the right way, utafika unakofika. Lakini ukibakia pale njia panda na kusema vipi nikipita huku nikakutana sio kwenyewe, mimi bora niendelee kukaa hapa bwana mpaka siku moja nitakapopata uhakika. Mwenzako kashapita left, kakutana sio njia sahihi, karudi kapita right, kafika. Wewe utaendelea kukaa pale mpaka utazeeka. Kwa sababu gani? Unaogopa kufanya maamuzi kwa sababu unaogopa kufeli. Ukishindwa unajua njia niliyopita sio njia sahihi, I have to do it another way, kwa namna nyingine. Fanya vizuri, fanya kwa namna nyingine upate matokeo. Kwa mfano, ukiwa unafanya vitu online, kwa mfano unafanya marketing social media, unasema naogopa kuanzisha kufanya marketing ya vitu vyangu, watu watanionaje, vipi content zangu zisipofanya vizuri. Let me tell you one thing. Umefungua duka sehemu, unasubiri wateja hawaje, kodi zinafika, unabidi ulipe bills nyingi, ulipe bili na makolokolo yote unatakiwa yalipe, then hujapata mteja, wewe utafunga duka. Ila kuna mwenzako aliona nikisubiria wateja waje hapa hawaje, nataka nifanyaje? Natakiwa nifanye marketing kwenye social media. Kachukua simu yake kaanza kwenda, ameanza kupiga makelele kwenye simu yake, ajui vitu vinavyokwenda na nini, katengeneza content 10. Inafika point ambayo ya 10 inafanya vizuri. Ikifika ya 10 inafanya vizuri, then umeshapata kujua kipi hakifanya kazi, kipi kinafanya kazi, kipi kinafanya kazi, kipi kinafanya kazi. Okay, vipi kama ambacho hakifanya kazi ndio kinatakiwa kiingie sokoni? Okay, natakiwa niwe na modality ya content tofauti nyingine ambazo zinafanya vizuri, ajapokuwa zinaingiza pesa, ila zinafanya vizuri, zinaleta attention, zinakamata watu wanifollow. Then wakati wananifuatilia nitakuwa napenyeza hizo content ambazo zifanye vizuri, japokuwa ndo zinaingiza pesa, kwa sababu wameshakuwa wengi wananifuatilia, wataanza kuja kuniletea pesa. Hizi zote ni mechanism ambazo utazipata punde utakapoamua kufanya. Na ukifanya hivyo, wewe huwezi kufunga duka. Kwa sababu gani? Unajua kufanya marketing, unajua tena kutumia social media marketing vizuri, automatic, So, kufeli mara moja unakuwa na advantage mara 100 ya mtu ambaye hajajaribu. Kubali kufeli ili ujifunze. Usipokubali kufeli, utabaki pale pale.